Mkuu wa Chuo cha Ualimu Marangu Conrad Chambulila amesema hayo wakati alipokuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya Chuo cha Ualimu Mandaka kilichopo Moshi mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya elimu ili kutoa fursa za ajira kwa wahitimu wenye ujuzi na ubunifu watakaoleta mabadiliko chanya. Mazingira ya ajira sasa hivi naweza kusema yanamnufaisha kila mmoja. Hata wewe unayemaliza sasa, hizi ajira zinatangazwa, mtu anaomba, anaitwa kwenye usaili, akifanikiwa anapangiwa kazi. Umahiri wako ndio unaokugusa. Una sababu ya kusema usubirie. Na sasa hivi kwa mwelekeo wa wizara, mimi nimekuwa nikishiriki kwenye vikao vingi, ni kuongeza kwa idadi kubwa ajira za walimu. Huko shuleni kweli kuna shortage kubwa ya walimu, ila serikali nayo ina vipaumbele, ina budget. Kwa hivyo wakati mwingine sio serikali haiajiri kwa sababu haitaki, ni kwa sababu ya budget. Na katika hili basi serikali sasa inaanza kufanya maboresho ya budget. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Isaya Msanga amesema chuo imejipanga katika kutoa elimu yenye ubora na kuandaa wataalamu wenye uwezo wa kujitegemea na kushindana katika soko la ajira. Kwa hiyo kwa wale ambao wamemaliza astashahada wana nafasi ya kurudi mwezi Julai ili waweze kusoma stashahada. Kwa hiyo wamemaliza cheti, wanahitimu leo, lakini wana fursa ya kujiunga tena kuja kusoma stashahada ya ualimu elimu ya msingi mwezi Julai. Kwa hiyo ndugu wazazi, tunaweza kutumia fursa hiyo ili waweze kujiendeleza. Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa chuo kina jumla ya wanachuo 488 wakiwemo wasichana 239 na wanaume ni 249. Wanachuo watakaotunuku vyeti leo ni wale wa stashahada ya ualimu elimu ya awali ambao jumla yao ni 61, astashahada ya ualimu elimu ya msingi ambao jumla yao ni 190, na astashahada maalum ya ualimu elimu ya sekondari ambao jumla yao ni 65. Nao wanafunzi waliohitimu katika chuo hicho wamesema kuwa wataenda kuifanyia kazi elimu walioipata chuoni kwa vitendo. Nilichojipanga kwa ajili ya kutokana na changamoto za ukosefu wa ajira ni kazi. Sisi ni walimu na pia tuna taaluma ambayo tulioelezewa, na pia kutokana na maelezi tulioelewa katika chuo chetu kwenye sekta mbalimbali. Mfano, tunafundishwa kwenye kilimo na ufugaji. Pia tuna vitu ambavyo tulivyojengea kuanzia zamani. Kwa hiyo naweza nikajekeza kwenye kilimo, muda cha mboga ambazo naweza nikaotesha nikauza huko, nikauza kwa watu, nikajipatia kipato. Pia kwenye ufugaji nikaanza hata na kuku kama tulivyojengewa. Pia kwenye kuomba kwenye sekta binafsi kwenye keza naweza nikajitetea kwenye hivyo nikapata ajira. Kiukweli nimenufaika au nimefurahi kuhitimu mafunzo haya, na pia nimejipanga kuingia katika soko la ajira kwa kufanya kazi kwa bidii, kutumia mbinu shirikishi za ufundishaji, njia ambazo zitamwezesha mwanafunzi kufanya vizuri kitaaluma na kushiriki katika tendo zima la ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi kwa kutumia njia shirikishi nilizofundishwa kwa muda wa miaka 2. Wanafunzi 316 wamehitimu katika ngazi ya stashahada na shahada ya ualimu chuoni hapo. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV.